Promova TV, a home of testimonies. Huu ni mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 19. Karibu sana, ambapo hapa pamoja na mambo mengine tutaangazia kuhusu siri ya malaika wa 4 wa kiroho. Mimi ninayekualika katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingi za kweli kutoka kwetu, zote unazipata katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu sana. Niliona katika maono kunyakuliwa kwa kanisa, na nikaona watu wengi wamevaa mavazi meupe wakinizunguka. Malaika alinifunulia kwamba watu hawa wasiohesabika kutoka duniani kote walikuwa watu ambao walipaswa kuinuka kutokana na huduma yangu. Walakini watu hawa waliinuka hadi urefu wa mita 2 tu na walianguka chini na kuachwa nyuma. Nilishangaa kwa nini watu hawa wote waliachwa. Nilisema moyoni mwangu, nilihubiri ujumbe wa nyakati za mwisho na mafundisho yenye uzima kwa watu hawa wote. Nilijuta kwa sababu watu wachache tu walikuwa wakipanda kuelekea juu. Malaika wa Bwana alisema, hawa watu wasiohesabika uliowaona wamekusanyika karibu nawe katika mavazi meupe ni watu ambao walipaswa kuinuka kutokana na ujumbe wako. Wameweza kupanda juu ya ardhi kwa urefu wa mita 2 na sentimita 50. Hawakuweza kwenda zaidi, wanashindwa kupaa mbinguni. Na wamekaa kwa sababu 3. Watu hawa walikuwa kanisani lakini hawakujiweka wakfu kabisa. Walishindwa kuishi katika muungano kamili na Bwana. Kundi la 3 ni la waumini waliofika kanisani. Licha ya kila kitu, hawakuchangamkia fursa hiyo kukuza hali yao ya kiroho. Kwa kuwa unyakuo unafanyika katika roho, muamini ambaye ana hali dhaifu ya kiroho hangeweza kunyakuliwa. Malaika wa Bwana alipozungumza kuhusu hali ya kiroho, sikujua alimaanisha nini. Wakati ananieleza, niliona waumini waliokosa unyakuo wakiwa katika harakati za kupoteza mwinuko hadi wakajikuta chini. Baada ya tukio hili la unyakuo, Bwana alimtuma malaika wake kunieleza jinsi ya kukuza hali ya kiroho ya kanisa ili waweze kupaa katika unyakuo. Nilitokwa na machozi kutambua kwamba ijapokuwa huduma yangu ya kimasia na fundisho la kweli, watu wengi sana wa huduma yangu waliachwa nyuma. Kwa hiyo malaika wa 4 angavu walinitokea, na kila mmoja wao alinipa kanuni ya hali ya kiroho, jinsi ya kuwa kiroho, jinsi ya kuwa na hali ya juu ya kiroho ili kunyakuliwa katika unyakuo kwa sauti ya tarumbeta. Nitaeleza kirahisi kile ambacho walinifundisha, walichonifunulia. Siku hiyo tulikuwa katika mkutano wa maombi na ndugu na dada, wakati ghafla niligundua kati yetu kulikuwa na malaika wa 4 wanaong'aa. Walikuwa wamevaa mavazi meupe safi kabisa. Nikaona hawakuwa wanagusa ardhi, kwa maana walikuwa wamesimama angani. Malaika hawa walikuwa na ufasaha sana walipokuwa wakizungumza. Nimeandika kila kitu walichoniambia hapa ili kusambaza ufunuo wao kuhusu hali ya kiroho tunayohitaji kwa ajili ya unyakuo.
Kulikuwa na malaika 4 katika kanisa letu siku hiyo, na kila mmoja wa malaika hawa alifunua ufunuo maalum kuhusu hali ya kiroho ya watoto wa Mungu. Nataka ninyi watu wa Mungu mfuatane nami kwa makini mahali hapa. Hivi ndivyo malaika wa kwanza aliniambia. Nitasoma ili kusambaza ujumbe wao kwa uaminifu. Malaika wa kwanza aliniambia, ulisikia kwamba kulikuwa na watu wanaotokea katika Agano la Kale. Watu hawa hawakuwa wanadamu, walikuwa malaika wenye umbo la kimwili. Tangu siku Mwenyezi alipoamua kutufanya tulivyo, alitupa umbo ili tuweze kuingia kinyemela katika ubinadamu ili kuwasiliana na wanadamu, kwa maana kazi yetu maalum ni kufanya kazi na wanadamu. Sisi ni wenzako katika utumishi wa Bwana wa karibu zaidi. Pamoja na hayo, tumekuwa mbali sana nanyi. Lakini hapo mwanzo haikuwa hivyo. Ukweli wa kiroho ambao Mwenyezi ameamua kutupa fomu hii ili wewe uwe na uwakilishi wetu. Kiroho, mara nyingi tunapokuja kuzungumza na wewe katika ndoto, na tunapokuja, watu wengi hufikiri walikuwa wanaota tu na kushindwa kutambua kwamba wanawasiliana nasi. Watu wanaozungumza nawe katika ndoto ni sisi. Bwana ametoa kipindi hiki ili kuleta mambo ya kiroho katika mtazamo wako. Una maoni gani kuhusu hali ya kiroho? Nitaenda kukueleza kanuni ambazo zitakushangaza. Wengi ambao wamekosa unyakuo katika tukio lile la mwisho ni kwa sababu ya kushindwa kufahamu kanuni hii. Wakati mtu wa kiroho anapopata umbo, ni kwa ajili ya kupata mwili. Malaika aliniambia, wakati wanadamu wanatengeneza mashine, vifaa hivi wanaweza kufanana, lakini wanakuwa tofauti. Unapoongeza uwezo mpya, unaipa utendaji kazi mpya zaidi ya muundo wa asili. Hii ni kanuni sawa na ya kiroho. Kiroho ni karizma na kiasi kidogo ni paradokso. Kiroho huanza katika mili ya wanadamu. Mwanadamu anapoelewa kwamba anapaswa kustawisha utakatifu ambao mwili wake utatengwa, ni wakati huo ndipo hali ya kiroho huanza. Ni wakati wanadamu wanajiweka kando katika kujiweka wakfu, kujitolea, ndipo wanazalisha hali ya kiroho. Sharti ni pale unapotoa mwili wako kwa dhabihu kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria. Kwa maana Mtume Paulo ndugu yenu aliwaambia ninyi siri hii, lakini hakuna mtu aliyeelewa lugha yake. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma za Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Angalia, unapotoa kiungo cha mwili wako kama dhabihu iliyo hai, unatoa ibada kwa Bwana. Hii inaitwa ibada ya mwili, ambayo ni ibada ya kujitolea kwa Bwana juu ya madhabahu. Ni ibada ya sadaka ya mwili. Ni wakati unapomtolea Bwana ibada hii ya kutoa mwili wako na kujiweka wakfu, ndipo uwezo wa kiumbe wa roho utaanzishwa na wewe kuwa wa kiroho. Wakati wowote unaposurubiwa, wakati wowote unapoua na kuadhibu mwili wako kwenye madhabahu ya dhabihu na kujinyima, hisia zako za roho na uwezo wako zitaamshwa. Hii ndiyo kanuni ya kiroho. Watu wengi wameenda mbali kutafuta vitu vya juu juu, lakini kila kitu kinaanza na mwili wako ambao lazima utenganishwe. Ni lazima mwili wako utolewe na kuwekwa wakfu kwa uchamungu na ibada. Kiroho ni wakati mwili wako unakuwa hekalu la Mwenyezi. Elewa kwamba kiroho chako kwanza kabisa ni mwili unaopaswa kuchinjwa madhabahuni kwa ajili ya mwili. Mara tu unapowekwa wakfu na kutengwa, unavutia sisi malaika wa kiroho na tunafanya kazi pamoja nawe. Hata hivyo, wakati ukubwa wa utakatifu, ibada na kujitolea kwako unapopungua,
tunafanya kazi kutoka nje. Kujitolea kwako kila siku na uchamungu hutupa uwezekano wa kufanya kazi ndani yako na kukutumia. Unapokataa matamanio ya mwili wako na kujitakasa katika maombi, usomaji wa Biblia na kutafakari, tunakuja na kukuhuisha na kukukuza uwezo wako wa mtu wa ndani. Tunafanya kazi tu kwa kitivo cha wanadamu ili kukuza. Hicho ndicho kikoa chetu cha kufanya kazi. Tunafanya kazi akili yako ili kuboresha. Hata hivyo, tumekuwa wakosefu wa kazi kwa maelfu ya miaka kwa sababu ya jinsi unavyotumia mwili wako. Viungo vya mwili wako vinapotiwa madoa katika dhambi, hatuwezi kufanya kazi. Malaika alianza kuzungumza juu ya kicheko cha watoto. Wakati huu wanatoa maelezo ya kicheko cha watoto wachanga. Akasema, tuko nyuma ya vicheko vya watoto wachanga. Hawana hatia, hawajaona au kusikia chochote. Sisi ndio tunawasiliana nao, tukiwaambia wakuwe haraka ili tuwaelekeze. Lakini kadri mtoto anavyokuwa, ndivyo anavyozidi kugeukia uovu, na ukosefu wetu wa kazi unaendelea hadi siku ya ubatizo, wanapojikabidhi kwa Bwana na tunachukua miili yao iliyofanywa kuwa takatifu kwa maji ya ubatizo, kwa kuwa wanazaliwa upya na kufanywa kuwa watakatifu tena kupitia kuzaliwa upya. Na tunapoingia tunaamsha kazi yao ya roho. Watoto wa Mungu wana kazi ya kiroho na kiroho. Tunasababisha utendaji wako kuamlishwa na kunolewa ili kuwasiliana na ulimwengu wa anga. Hapa ndipo hali yako ya kiroho inapoongezeka zaidi na zaidi. Tunafanya kazi katika kazi ya kiroho. Tumepokea maagizo ya kuingia katika maisha yako na kutumia kazi yako, na tunapoingia tunautazama moyo wako ambao ni uwezo wako, usemi wako, ubongo wako na akili yako. Ndio maana tunachukua sura ya kibinadamu. Ni ushuhuda wa kazi yako. Tunafanya kazi kwa watu na kusudi letu ni kukamilisha utendaji kazi wa watu. Watoto wa Mungu wana kazi wanazozipuuza, na wakati umefika kwa jina la kipindi hiki cha wewe kugundua kazi zako ili kutimiza malengo yako. Zaidi ya hayo, watoto wa Mungu wana hisia 5. Hata hivyo, bila kazi ambayo Bwana alitutuma kufanya, hisia za kiungo chako zitabaki kuwa za asili. Uwekaji wakfu, utakatifu na kujitolea huturuhusu kuimarisha utendaji wako ili kufanya uelewe mambo tofauti ili muwe watumishi bora zaidi. Unapofanya ibada ya kutoa mwili wako na unapojiweka wakfu na kutoa mwili wako, kazi yako ya kiroho inaamshwa na hisia zako zinanoa, na hauhitaji dhabihu nyingine ili kuinua hali yako ya kiroho, kwa maana mwili wenu ni dhabihu itakayotolewa ili kuamsha utendaji kazi wa kiroho wa miili yenu. Ndio maana tukasema kiroho ni mwili wako, ambao ni sadaka inayopatikana kwa ajili ya kuchinja na kuchinjwa. Hii ndiyo siri. Huu ulikuwa ni ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ulitegemezwa kwenye ibada ya kutoa na kuchinja mwili na kujitolea, na ibada kwa ajili ya kuamsha kazi ya muumini na kuimarisha hisia zetu. Ndugu zangu wapendwa, ufahamu wangu wa ufunuo huu wa malaika ni kwamba kutoa mwili wako kuwa dhabihu maana yake uko ulimwenguni, lakini unaishi maisha ya kikuhani yanayopingana na kutengwa na mfumo wa ulimwengu kama mnadhiri. Upo duniani, lakini mambo ya dunia hayana mvuto wala kishawishi kwako. Unaupa mgongo ulimwengu na raha yake na burudani ili kumgoja Bwana. Hivi ndivyo tunamaanisha kutengwa, kujiondoa katika ulimwengu huu. Hii
ni sadaka kwa ajili ya ubora. Katika sehemu hii ya kwanza ya malaika wanadai na kuomba miili yetu itolewe na kuwekwa wakfu ili wafanye kazi ndani yetu. Wakati wowote ufalme wa makuhani unapochafua miili yao kwa dhambi, wanazuia malaika wa kiroho kutoka kwa kunoa kazi ya mtu wa ndani na viungo vya hisia zao. 5. Shukrani kwa kuwekwa wakfu na kutolewa kwa mwili hisia 5 za watoto wa Mungu, ikijumuisha akili na usemi wao, hunoa na wanakuwa na uzoefu wa kuona na kusikia zaidi ya kikomo. Malaika anaponoa maono yako husababisha uanzishaji wa karama ya maono ya kiroho. Lakini doa au unajisi wa mwili na dhambi hushusha hali ya kiroho ya watoto wa Mungu na tunakuwa wa kimwili. Wakristo huanguka katika dhambi wanaposhindwa kushika ibada yao na wajibu wao, wanapojisahau wao ni nani na kujiona kuwa kama wale wa ulimwengu. Kwa kuwa tumetengwa, hatuwezi kutenda kama kila mtu. Malaika alisema, wengi waliachwa kwa sababu wana hali dhaifu ya kiroho. Na ili uwe na hali nzuri ya kiroho, unahitaji kuishi kulingana na roho, kuua utendaji wa mwili. Wakati wowote tunaponyima mwili tamaa yake, hali yetu ya kiroho hupanda. Tunapoishi kulingana na roho, tunaharibu kazi ya mwili, tukikataa matakwa, tamaa na utaratibu wa mwili. Kiroho kwa mujibu wa malaika wa Bwana ni kuunyima mwili ili kuinuka wakati wa baragumu itakapolia. Mtu anapaswa kuwa wa kiroho, ambayo ina maana ya kusurubisha kazi za mwili. Warumi 8:13 inasema, kwa maana mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mtakufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Dhambi ambayo ni kosa sio kosa tena inapojirudia. Daudi alipoanguka katika uasherati, katika maombi yake alisema, Bwana, nimeumbwa kutoka kwa mavumbi. Lakini baada ya maombi haya tuliona kwamba Daudi hakuanguka tena. Unapoanguka katika dhambi, unapoteza fadhili yako. Unapoanguka na kufanya dhambi, lazima ujiulize kwa nini umeanguka. Na hivyo wakati mwingine unapopima, maana unapoanguka unapoteza mwelekeo wako wa kiroho. Unahitaji kufanya mazoezi ya kujitolea tena ili kurejesha nafasi yako ya kiroho na mwelekeo. Ni utunzaji mkali wa ibada ya kila siku ya maombi, usomaji wa Biblia na huduma ambayo hukuwezesha kupata tena nafasi yako. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2 inasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Lakini pia Waefeso 5 mstari wa 1 hadi wa 2 inasema, kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo, kama Kristo naye alivyotupenda, akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kwa harufu ya manukato. Lakini pia kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 9 inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu mwana wa Mungu. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana upendeleo. Akatoa namna ya mtumwa, akaingia ndani mfano wa mwanaume, naye alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu
alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kitabu pia cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5 inasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mnajengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Lakini pia kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 26 hadi 27 inasema, mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na watoto wake na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mfuasi wangu. Na mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mfuasi wangu, mwanafunzi wangu. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, si mimi tena ninayeishi, bali Kristo yu ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda na kujitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Lakini pia Petro kwanza sura ya 2 mstari wa 9 inasema, lakini ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu maalum, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Lakini pia tukianzia ule mstari wa 21 hadi 25 pale kwenye Petro wa kwanza sura ya 2, maana mliitwa kwa ajili hiyo, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yetu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake, ambaye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake, ambaye alipotukanwa hakujibu matukano yake, alipoteseka hakutisha, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki, ambaye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa ajili ya haki, ambaye kwa kupigwa kwake mliponywa, kwa maana mlikuwa kama kondoo wanaopotea, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 24 kinasema, kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 37, Yesu akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi 20 inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, na ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mlinunuliwa kwa bei? Basi mtukuzeni Mungu katika mili yenu na roho zenu ambazo ni za Mungu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 17 inasema, naam, na ikiwa ninamiminwa kama toleo la kinywaji juu ya dhabihu na huduma ya imani yenu, ninafurahi na kufurahi pamoja nanyi nyote. Wakolosai 3 mstari wa 1 hadi wa 5 inasema, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu na si yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo aliye uzima wetu atakapotokea, ndipo ninyi nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 8 inasema, ambaye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti,
maombi na dua pamoja na vilio vikali na machozi. Akasikilizwa kwa sababu ya kumcha Mungu. Ingawa alikuwa mwana, alijifunza kutii kwa mateso aliyoteseka. Waebrania sura ya 10 mstari wa 5 hadi 13 inasema, basi alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na sadaka hakutamani, lakini mwili umeniandalia mimi. Katika matoleo ya kuteketezwa na dhabihu kwa ajili ya dhambi hukuwa na furaha. Ndipo nikasema, tazama nimekuja, katika gombo la kitabu imeandikwa juu yangu, kufanya mapenzi yako Mungu. Hapo awali akisema, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na dhabihu za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, yani zinazotolewa kwa mujibu wa sheria. Ndipo akasema, tazama nimekuja kufanya mapenzi yako Mungu. Anaondoa la kwanza ili asimamishe la pili. Kwa mapenzi hayo tumetakaswa kwa kutolewa mwili wa Yesu mara moja tu, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara kwa mara, ambazo haziwezi kamwe kuondoa dhambi. Lakini mtu huyu alipokwisha kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu wakati huo akingojea hata adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 inasema, yeye asemaye na kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Isaya 53:7 inasema, alidhulumiwa na aliteswa, lakini hakufungwa kinywa chake. Aliongozwa kama mwana kondoo kwenda kuchinjwa, na kama kondoo anavyonyamaza mbele ya wakata manyoya yake, basi hakufungua kinywa chake. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 31 inasema, nasema kwa kiburi nilicho nacho juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Lakini pia Wagalatia 5:17 inasema, kwa maana mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, na hizi zinapingana. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, vitu vyema, fadhili, uaminifu. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 inasema, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikafananishwa na mauti yake. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilishwa, lakini ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake Kristo Yesu amenishika. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, kwa hiyo kama askari mwema wa Kristo Yesu anapaswa kuvumilia mateso. Hakuna mtu ashirikie katika vita ajitiaye katika shughuli za maisha haya ili ampendeze yeye aliyemwandikisha askari. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 inasema, kwa maana mimi tayari ninamiminwa kama sadaka ya kinywaji, na wakati wa kuondoka kwangu umefika. Lakini pia ukisoma Waebrania 12:14 inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana pasipo kuwa nao. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 2 inasema, kwa hiyo kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia hiyo hiyo, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi, asiishi tena wakati wake uliobaki katika mwili kwa kuzifuata tamaa za mwili wanadamu, bali kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 2 inasema, kwa kuwa wewe ni taifa takatifu la Bwana Mungu wako. Bwana amekuchagua wewe kuwa mali yake yenye thamani kati ya mataifa yote juu ya uso wa dunia. Warumi sura ya 6 mstari wa 13 inasema,
Msivitoe viungo vyenu kwa dhambi kuwa silaha za udhalimu, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama watu waliotolewa katika mauti na kuingizwa uzimani, na vitoeni viungo vya miili yenu kwake kuwa vyombo vya haki. Warumi sura ya 6 mstari wa 16 inasema, je, hamjui ya kuwa mnapojitoa nafsi zenu kama watumwa wa kutii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni watumwa wa dhambi iletayo mauti, au kwamba ni wa utii uletao haki? Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20 inasema, ulinunuliwa kwa bei, kwa hiyo mtukuzeni Mungu kwa miili yenu. Lakini pia hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27 inasema, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, nisije mimi mwenyewe nikakataliwa nikisha kuwahubiri wengine. Waefeso 4:1 inasema, basi mimi niliye mfungwa katika Bwana na wasihi mwenende katika inavyo ustahili wito mlioitiwa. Waebrania 13:15 inasema, basi kwa njia ya Yesu na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, tunda la midomo iliungamayo jina lake. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 inasema, wapenzi na wasihi kama wageni na walio uhamishoni, ziepukeni tamaa za mwili ambazo hupiga vita roho zetu. Tutaishia hapo kwa leo. Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Usikose mwendelezo wa ushuhuda huu wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV, PROMOVER, Promova TV. Unaweza pia ukaifuatilia Promova TV kwenye Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread kwa jina hilo Promova TV. Hakikisha pia unatufollow katika hiyo mitandao ya kijamii, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu kuu ya YouTube. Na ukipata video zetu, hakikisha unasambaza kwa watu wengine wengi kadri uwezavyo. Mungu atakubariki sana. Mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuandana kukuletea sehemu hii ya ushuhuda, ni kutakia siku njema. Tukutane kwenye mwendelezo. Lakini kwa mawasiliano zaidi, kama una maoni, maswali, mapendekezo ama unahitaji kutoa sadaka kuwezesha kipindi hiki, tafadhali tumia nambari hizi: kujumlisha 255 au kujumlisha 255 Uwe na siku njema. Kwa heri.
Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.